Naam, karibu sana. Ni siku nyingine tena, Januari 14, 2026. Niko hapa kwa mara ya kwanza na kushangaza lakini si tabu. Ni katika ulimwengu wa michezo. Tupo hapa katika kuhakikisha kwamba tunakufikishia yale yote ambayo yamejiri kimichezo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, ndani ya kipindi cha Viwanjani kama ilivyo ada. Kumradhi, mazoea yana tabu sana, ulimi una mfupa pia. Lakini katika yote hayo kuyatazama ya kimichezo, na kumbuka kwamba kubwa zaidi ni mapinduzi na jingine ni AFCON. Mimi ni Gwalugano Mwakalobo, niko sambamba na timu yangu ambao watakuwa na kazi ya kuyatazama hayo kinagaubaga, kiufundi, ilikuwaje kimazingira na vitu kama hivyo. Niko naye Michael Hiera, chama wa bei ya jioni kabisa wa kuagiza kwenye mtandao, au sio? Vipi bwana, mambo hivi? Mambo ni swadakta. Ilikuwaje siku zilizopita? Tuko vizuri sana. Tumekaa siku mbili za tujashuhudia mechi za AFCON. Okay. Bahati nzuri au ilivyo bahati ni kwamba leo naenda kuangalia mechi mbili, au sio? Za kuona nani ambaye anaenda kukamilisha kwenye shughuli ya either utacheza Jumamosi ama utacheza Jumapili. Michael Hiera superstar pale Songea, wakimtazama sasa hivi wanajivunia yeye. Lakini pia niko na Nkini. Mbona umeanzia na gia juu na majuu? Nianzia na gia juu Niko na Nkini pia. Bebe kaka. Salama, inakuaje? Safi, sasa mambo. Poa. Mzima. Niko salama lakini najisikia mgeni, lakini pia najaribu kujipa wenyeji. Si kawaida sana kuwepo hapa. Ushakuwa mwenyeji sasa hivi. Kweli? Ushakuwa mwenyeji. Kwa sababu tumepiga story mbili tatu. Yaani ushakuwa mwenyeji sasa hivi. Au sio? Hamna shaka yoyote. Alafu sauti nayo inakubeba, sauti ya mamlaka. Au sio? Bana, hii ni Viwanjani. Karibu sana popote ulipo. Tupo tayari kuanza na wewe safari hii kuanzia sasa mpaka saa 6 mchana. Naam, tunaanza na soka letu na kama nilivyokuambia kubwa zaidi ni NMB Mapinduzi Cup. Mchezo wa fainali umeshuhudiwa jana katika uwanja wa Gombani pale ambapo wananchi Yanga wametoa ubingwa wa Mapinduzi Cup katika fainali iliyopigwa kisiwani Pemba katika uwanja wa Gombani. Azam FC dhidi ya Yanga, dakika 90 zikatamatika bila nyavu kutikiswa. Muda wa nyongeza pia haukufua dafu pale. Mikwaju ya penalty iliamua nani atoe taji hilo. Yanga walipata penalty zote 5, huku kwa upande wa Azam FC wakikosa penalty moja ambayo ilidakwa na golikipa Abu Twalib Hamidu Msheri. Mambo yalikwenda namna hiyo. Michael Hiera, Philip Nkini pale Gombani. Ilikuwa ni moja kati ya tunasema Dar es Salaam derby ilihamia visiwani. Wakaonesha kwa nini ni Dar es Salaam derby. Dakika 90 zikaisha, halijashuhudiwa bao. Lakini pia zikachezwa 30 zingine, halikushuhudiwa bao. Nani anakwenda kuwa bingwa? Mikwaju ya penalty ndio inakwenda kuamua. Nini ambacho kinaweza kaa kilileteleza matokeo yale? Dakika 90 kwenda bila bao. Wapi kulikuwa bora? Ni timu gani pengine ilikuwa bora sana? Ni Azam ama ni Yanga? Ugumu ulikuwa wapi ya kushuhudia goli kutoka upande wote ule katika dakika 90? Zilikuwa ni kwanza zile dakika 90 za mwanzo ambazo tunaanza kuzigusia hapo kabla ya kuzungumzia zile za zingine ambazo pengine dakika 30 zingeamua nani ambaye anakuwa ni bingwa kwenye mechi. Zilikuwa ni dakika 90 ambazo ndani yake ulikuwa unaona kuna ile tahadhari kubwa ambayo timu zote mbili zilikuwa inachukua, kwa maana ya kucheza kwa heshima ya fainali, lakini kucheza pia kwa kujua kwamba timu inayocheza nayo ni bora kama ambavyo pengine wao pia wako na mpango wao. Kwa maana Azam walikuwa wanajua kwamba tunacheza na timu ambayo ni Yanga, nao pia wana ubora kwenye maeneo kadhaa. Lakini Yanga pia kujua kwamba tunacheza dhidi ya Azam FC ambao nao pia wana ubora kwenye maeneo kadhaa.
ni nidhamu ya hali ya juu ambayo timu zote mbili walikuwa nazo, lakini kwangu naweza nikasema mechi za namna hile pengine unatakiwa kurudi kuanzia jinsi ambavyo timu zi line up, wachezaji ambao walimu wa timu zote mbili waliamua kwenda nao kwenye mechi ili kuweza kutoa ile burudani na kucheza kana kwamba anaitafuta taji ambalo liko mbele yao. Ukiangalia moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vimetokea kwenye mechi, ulikuwa unaona kwenye uchaguzi wa vikosi vya kwanza ambao walimu wa timu zote mbili walifanya. Unaangalia Azam FC ambayo mwalimu Florent Ibenge kwenye mpango wake alibakia kuwa na wachezaji wale wale ambao waliwatumia kwenye mechi kadhaa, lakini kuna maeneo ambayo unaona alijaribu kuyaboresha kiasi kwa jinsi ambavyo alifanya selection yake. Kwake akikuwa kikosi ambacho kilikuwa na mabadiliko makubwa kwa aina ya wachezaji, lakini pia mpangilio wa wachezaji kiwanjani haukuwa pia na mabadiliko kama ambavyo ilikuwa kwenye mechi zilizopita, kwa maana ya utekelezaji wa majukumu, jinsi ambavyo wachezaji walikuwa wamegawaniwa majukumu yao, kila mmoja utafanya kazi kwenye eneo gani, ulikuwa umebakia kwa vile vile. Nitakupa mfano, kwa mfano kwenye ukiacha eneo la kiulinzi ambalo Azam obviously wamecheza na wachezaji wale wale kwenye ule mstari wa kuzuia, walikuwa wanaanza na Lawi, wameanza na Nuhu, wameanza pembeni na Chilambo na Landry Zuzo, ambao obviously wamecheza hivyo kwenye mechi zote ambazo karibuni kwenye Kombe la Mapinduzi Azam wamecheza nazo. Juu Himidi Mao Mkami, jana aliingia bwana mdogo Faisal Athumani, ambaye unaweza kusema pengine kile ambacho mwalimu alikuwa anataka kukiona kutoka kwake ni sawa sawa na kile ambacho mwalimu alimintroduce Ashraf Kibeku kwenye mechi iliyopita kabla ya hii mechi ya finali, kwa maana mechi dhidi ya Simba. Unakumbuka katikati alikuwa Himidi Mao, alikuwa Kamiko na Ashraf Kibeku. Kwenye mechi ya jana mwalimu alichokifanya, Ashraf kwa sababu alipata injury kwenye mechi dhidi ya Simba, akaja kumintroduce Faisal Athumani. Faisal ni bado ni kijana chini ya miaka 17. Moja kati ya vitu ambavyo unategemea kuviona kwake ni kasi sawa sawa na ile ambayo Ashraf Kibeku anaweza akakupa kwenye eneo la kiungo, lakini pia kuona akitumika kwenye majukumu mengi pale katikati, kwamba unao watu wawili nyuma yako, Himidi pamoja na Akaminko, ambao wenyewe anaweza akakulidi wewe sehemu gani za kwenda kugusa. Wewe utakachokuwa unafanya ni kusikiliza tu sauti zao, unakuwa kama switch kwamba unaenda huko unaenda, kwa sababu ni masini wanakupa ile jukumu kwamba utatembea kwenye maeneo gani. Ndicho kitu ambacho nafikiri kwenye mpango wa Ibenge, unaona introduction ya Athumani Faisal kwenye eneo la kiungo ilikuwa inareplacewa ama replace kile ambacho alikuwa anategemea kiona pia hata kuanzia kwenye mechi dhidi ya Simba. Kwa hiyo unachoweza kuona ni kwamba unasema mpango wa Florent Ibenge bado, licha kwamba ulikuwa na badiliko la mchezaji, lakini mpango wa kiuchezaji unabakia kuwa ule ule, kwa sababu kuna wakati unasema kuna mabadiliko ya kimuundo wa kiuchezaji na mabadiliko ya aina ya uchezaji ndani ya kiwanja. Unachokiona kwa Azam FC walikuwa bado na nidhamu hiyo ya kuwa na wachezaji wawili katikati ambao ni masinia, wanaweza aka control mechi, wakaishusha tempo ya mechi hata katika mazingira ambayo kutakuwa na ugumu kwenye ile eneo, lakini kulikuwa na mtu ambaye anaweza kuchaji kwenye maeneo mengi. Plus kile ambacho alikifanya kwenye ile kushambulia kilifanya pia mechi kuwa ngumu kwa upande wa Yanga, kiasi ambacho uwajibikaji kwenye matukio mengi ulikuwa uko sawa sawa. Lakini ukienda kwa upande wa Young Africans kwenye kikosi chao, pengine lineup ilivyotoka, unaona kikosi jinsi ambavyo kilikuwa kinaonekana, unasema hiki ni kikosi kweli Yanga ni kama amekamia kuichukua ndoo. Uwepo watu wawili kwenye eneo la center back, Baka pamoja na Job, ulikuwa unakustua kwamba imekuaje wametoka kwenye mechi majuzi tu kwenye mechi za AFCON, wamerudi hapo. Kulikuwa na Asinki alikuwa anacheza, anatafutiwa mtu mwingine kucheza naye. Asinki yupo jukwani, yupo kwenye bench, ameintroduciwa ndani Job pamoja na Baka. Huo ulikuwa ni mpango mwingine ambao Yanga bila shaka walikuwa wanajua kwamba anaenda kucheza na timu ambayo inaweza kufunga kwenye kila mechi. Wameonekana kuwa na sanaa ya ufungaji, wana watu ambao tukiwaachia space wanaweza katuzuru kwenye eneo letu. Kwa mpango wa kwanza ambao Yanga ileta ugumu ni kuwa na wale walinzi wawili ambao pacha yao tumeizoea, imekuwa na muendelezo kwa muda mrefu akicheza kwenye ile eneo. Barakonte kuongezeka kwenye eneo la kiungo, yeye anaenda kudisturb tu mpango wa kiuchezaji wa wapinzani, kwamba eneo la kiungo halitakuwa na utulivu, kwamba nyinyi mcheze muda wote, sisi pita kuna mtu ambaye anaweza kuharibu mipango ya kiuchezaji kwenye ile eneo. Lakini ukitoka hapo utasema utakuwa na watu ambao wanaweza kukimbia Pacome pamoja na Max, ambao wenyewe wanaweza kukupa speed, wanakupa kila kitu kwenye ubunifu na kila kitu. Maana unaona Yanga pengine mara nyingi walikuwa wanaonekana afika zaidi kwenye lango la Azam. Aisha alikuwa lazimika kufanya kazi ya ziada kuliko ambavyo Azam walikuwa wanafika kwenye lango la Young Africans. Kwa hiyo nafikiri ugumu ulikuwa unatokana hapo kwenye uchaguzi wa kikosi, lakini pia muundo na mpango wa kiuchezaji ambao Azam aliingia nao, kama ambavyo Ibenge alikuwa anataka kuanzia kwenye mechi za nyuma alivyokuwa anatuonesha.
ulienda kuweka out pia vizuri kwenye mechi dhidi ya Yanga na akafanikiwa kwa dakika 120 hajaruhusu goli, lakini kwenye changamoto imekuja penalti, unasema lazima tumshinde, anapatikana na Yanga akawa bingwa kwenye mechi. Lakini ukitazama kikosi cha Yanga jinsi ambavyo kilikuwa kilijumuisha wachezaji ambao pia watoka kwenye majukumu ya timu ya taifa. Baka, Job, wachezaji muhimu sana katika kikosi cha Yanga. Lakini pia ukirejea kikosi cha Azam, Nado, Faisal ni wachezaji muhimu kwa upande wa Azam. Wanakwenda kucheza fainali ya NMB Mapinduzi Cup. Unataraji angewataka Ibenge kwamba mimi hawa nawataka kwa sababu nakwenda ni kwenye fainali na anacheza dhidi ya Yanga, lakini hakuhangaika nao. Anatambulisha vijana Arbogast, umemtaja Faisal Salum. Faisal Athman. Lakini pia alikuwemo Arbogast, lakini pia alikuwepo Nuhu. Vijana hawa na wametengenezwa na Azam mwenyewe. Mwalimu alikuwa anafikiri anakwenda kucheza mchezo wa aina gani, ama alikuwa na malengo gani kwa aina ya wachezaji wale kucheza dhidi ya Yanga ile? Kwanza kwa ulichokizungumza ni kitu sahihi. Kwenye dakika zote 90 za kwanza unaweza ukasema ya kwamba mpango wa Ibenge ulitimia perfect sana. Achana na kwanza hiyo timu ambayo unaizungumzia ambao ni Azam, walicheza pungufu muda mwingi. Ndani ya dakika 45 zote wamecheza pungufu kwa sababu dakika ya 78 ndio walipata kadi nyekundu. Wakapita zile na zile 30 zingine za nyongeza wakiwa na kadi nyekundu, lakini mpango wa wachezaji wao ulikuwa sahihi. Na kikubwa mimi naamini Azam wamefanikiwa. Yaani kama walienda kwenye mapinduzi kwa ajili ya mwalimu kutaka kuona ya kwamba anaweza namna gani akawa na kikosi kipana, basi kwenye mashindano haya amefanikiwa kwa asilimia kubwa, kwa sababu uliona wachezaji unaowataja ambao ni vijana hawajawahi kuonekana mara nyingi, wametokea kwenye timu za vijana wakionyesha ubora wa hali ya juu, pamoja na kwamba walikuwa wanacheza na Yanga ambayo imekamilika, kwa sababu Yanga ukiwatazama kwenye kila eneo, ile ndio timu ambayo tunazungumzia kwamba ukimtoa Diara, wachezaji wengine wote wale ambao wanashiriki kwenye michuano ya ligi ya mabingwa Afrika, kombe la shirikisho, ndio hawa ambao umewaona kwenye fainali. Sawa, mimi mwenyewe napenda kuona fainali ya namna ile, yani fainali ambao unamuona kila mwalimu anakuja na mpango wa kutaka kuchukua ubingwa, lakini anakuja akiwa anaamini ya kwamba akiwa na wachezaji wake kamili ana uwezo wa kufanya kitu. Lakini kwenye makaratasi ya jumla unaona ya kwamba Azam mwalimu atakuwa ametoka akiwa amejifunza kitu kikubwa sana, ya kwamba pamoja na kwamba anaweza kuna wakati ningamkosa Faisal Salum na uwezo mimi wa kumtumia mchezaji mwingine akacheza, lakini tazama mashindano kuanzia mwanzo. Unaweza kuzungumzia Azam ukasema kwamba wamebebwa kwenye maeneo mawili kama ambavyo alikuwa anazungumza Michael, eneo la ulinzi, pamoja na kwamba goalkeeper ni Aishi Manula, fanya kazi nzuri sana. Chana na hiyo mechi iliyopita, hata mechi ya nyuma dhidi ya Simba fanya vizuri. Imidi Mao alifanya kazi nzuri sana. Hawa wote wanakuja kumpa mwalimu pressure kubwa zaidi kuelekea kwenye mechi zinazofuata. Kwa nini? Wanaenda kumuonesha ya kwamba akikosekana fulani, sisi bado tuna uwezo wa kufanya hiyo kazi pale. Mechi ya Yanga na Azam haijaikuwa rahisi siku zote, kwa sababu nafikiri ni mechi ya pili wanacheza Zanzibar. Nyingine walicheza nafikiri kama sikoseni mwaka 2024 ambapo walikutana kwenye finali ya FA, ambapo dakika 90 pia zilimalizika kwa 0-0 kama ilivyo hii. Yanga akaenda akashinda kwa mikwaju 6-5 ya penalti, Yanga akachukua ubingwa. Kwa hiyo inakuonesha ya kwamba ile picha halisi ya kwamba wanapokutana hawa aina yao ya mchezo inakuwaje. Ukiutazama kwenye dakika zote 90 kama ambavyo alikuwa anazungumza Michael, ilikuwa ni mechi ya mbinu, lakini ni mechi ambayo wachezaji wametumwa wakatafute kitu fulani, kwa sababu hata ukija ukitazama, alikuwa anaangalia takwimu, nafikiri dakika kama sikoseni ya 78 au 79 zilikuwa zimeshachezwa faulu 32, yani kujumla kwenye mechi yote. Yani kwa hiyo ilikuwa ni game ambayo ni tough sana. Ukiangalia matukio, ukiangalia jinsi ambavyo makipa wamefanya kazi nzuri, mimi kwangu naamini ilikuwa ina deserve kuwa finali. Kuchukua Yanga ubingwa ni jambo zuri na wanatakiwa wapongeze, lakini kitendo cha Azam kutumia wachezaji wengi ambao ni tofauti na wale kwenye kikosi, una haki pia kuwapongeza ya kwamba kuna generation ambayo Azam wanaitengeneza, ambayo hapo baadaye inaweza ikawasaidia kwenye sehemu kubwa sana. Lakini kikubwa unachokiangalia pia ni kwamba wale wachezaji ambao unaona hawajawahi kupata nafasi kubwa sana ndio hawa ambao wamepambana na kina Baka, ndio hawa ambao wamepambana na kina Dickson Jobu, na kuwaonesha ya kwamba bado tuna uwezo wa kupishana na nyie. Huu ni ubingwa wa Yanga watatu, na inajitengenezea daraja lake mwenyewe kuwasogelea Simba ambao wamechukua ubingwa mara 4,
Azam wamechukua ubingwa mara 6 bado wanaendelea kutamba. Wao ndio wababe kweli kweli. Ambao ndo wababe kweli kweli kwenye haya mashindano, lakini nini ambacho unakiona kila siku, yani unapo Mapinduzi kila siku unaona ya kwamba kuna mabadiliko makubwa, timu zinaendelea kubadilika, ule ushindani unaendelea kubadilika. Huku tena sio ile sehemu ambayo mtu anasema ni wachukue wachezaji wangu au niwapeleke waende tu wakapate uzoefu. Huku ni sehemu ambayo sasa hivi kila timu inaenda ikiwa inaamini ya kwamba ina uwezo wa kuchukua ubingwa. Mimi niwapongeze makocha wa timu zote mbili, wamefanya kazi nzuri sana, pamoja na kwamba kuna makosa mengine unayaona kwa mchezaji wa level hii hakutakiwa kufanya, lakini tuende, nafikiri huko mbele tutafika mbali zaidi. Ulizungumza vitu vingi ambavyo vinagusa mabadiliko ambayo Azam waliyafanya kwenye kikosi chao na jinsi ambavyo wachezaji walikuwa na act uwanjani kutokana na wachezaji fulani na fulani ambao wamezoeleka kwa hapo hawakuwepo. Mpaka anaondoka Shekina Diakite kwa kadi nyekundu. Alionekana kuwa ni bora sana katika eneo lake, akifanya attacking nyingi sana, kupandisha juu mipira na mashambulizi mengi. Tulitarajia pengine kwa alichokuwa akikifanya kingeweza kuleta impact, labda Azam wangeweza kupata bao. Shida ilikuwa wapi? Yani mpaka wanashindwa kupata bao zaidi katika eneo la juu pale, pamoja na nafasi nyingi ambazo alikuwa anastengeneza Shekina. Shekina Diakite ukimzungumzia binafsi ni moja kati ya wachezaji ambao unaangalia kwenye techniques, yani ule uwezo wake mwenyewe wa kushinda juu nyingi ambazo atakuwa anashindana na mpinzani. Shekina Diakite anaweza akakupa faida kwa sababu ni moja kati ya wachezaji ambao unasema miguu yake inaweza ikawa inazungumza zaidi kwenye maamuzi mengi ambayo anafanya, kwenye matukio ambayo anakutana na mlinzi mmoja ama hata wawili. Kuna muda Shekina anaweza akakushangaza akapita katikati akaondoka zake. Hiyo ni kitu ambacho technically unasema mchezaji yuko nacho yeye mwenyewe binafsi, pengine uwezo wa kufanya dribbling, kukokota mpira kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, usahihi wako kwenye touch ya kwanza ambao utakuwa unaifanya kiwanjani. Shekina Diakite ni mchezaji ambaye yupo kwenye sehemu yake. Unaweza kusema pengine ni aina ya mawinga ambao wanakupa faida kwenye maeneo ya pembeni mwa kiwanja, pale ambapo unahitaji kumpata winga ambaye anaweza kubit defender kwenye 1v1 situation na akasogea na kutengeneza nafasi za kuweza kufunga. Ukimwangalia Shekina alikuwa anakupa hicho kitu kwenye dakika ambazo alikuwepo kiwanjani, na ni moja kati ya wachezaji ambao pengine kwenye mpango wa kiuchezaji wa Azam FC ilikuwa ni silaha nyingine muhimu kwa upande wa Azam, hasa kwenye kutengeneza mashambulizi kupitia upande wa pembeni. Ulichokuwa unakiona kwa Azam FC kwenye kikosi ulikuwa unaona pengine ni muundo wa 4-3-3, lakini muundo wa 4-3-3 ambao utakuwa na watu 6 ambao wanazuia, lakini wanaobakia wanakuwa ni attacking minded. Kwa hiyo wale watu ambao wanakuwa na hayo malengo ya kwenda kushambulia zaidi, moja kati ya watu ambao tutataja hapo ni Shekina Diakite, utamtaja Albogasti ambaye alikuwa kwenye kikosi, Asmani Faisal, Jafet Kitambala Bora. Hawa 4 ndio ambao nasema hawa watatuamulia matukio mengi zaidi ya kwenda kushambulia. Inawezekana Yanga pia nao walikuwa wanajua kwamba huyu ni moja kati ya wachezaji ambao watakuwa na hatari tu kwa namna yote wakati anafanya game leading kuelekea kwenye mchezo. Kwa nini? Kwa sababu ameshatengeneza nafasi kadhaa kwenye mechi, lakini kama unakumbuka pia mechi ya mwisho dhidi ya Simba, yeye ndiye ambaye alitoa pasi ya goli ambalo Lameck Kilawe alifunga kwa kutumia kichwa chake. Alipiga kona ya kwanza, mpira ulivyorudi akaenda akaiseti tena, Lameck Kilawe akaenda akafunga. Kwa hiyo alikuwa ni moja kati ya wachezaji ambao nasema huyu ni mchezaji hatari ambaye anaweza kutengeneza nafasi nyingi pa mechi. Kilichotokea ni kile ambacho unaweza kuwapongeza Yanga kwamba kwanza walikuwa na mpango kuona kwamba hawi na madhara sana, hasa kwenye eneo la mwisho la juu kabisa. Pengine kama anafanya eka zake nyingi anafanya mbali kiasi ambacho kutakuwa na recovery ya kutosha kwa watu ambao wanaweza kwenda kuzuia uhatari wake. Lakini moja kati ya mpango ambao Yanga walifanikiwa nao pia ni jinsi ambavyo waliweza kumzuia mtu ambaye alikuwa ni target ya kile ambacho Shekina Diakite na Albogasti watakuwa nakifanya, ambaye ni Jafet Kitambala Bora. Jafet ndio ambaye alikuwa targeted kwamba huyu ndio mtu ambaye anacheza kwenye eneo la kusimama kwenye eneo la mshambuliaji wa mwisho. Kwa hiyo kwenye matukio mengi akitafutwa unaona anakosekana kwenye position ambayo inakuwa ni nzuri kiasi ambacho angeweza kuwadhuru Young Africans. Kwa hiyo pengine kwa Yanga pia alishajua kwamba mchezaji hatari ni yupi, jinsi ambavyo Azam anatengeneza mashambulizi na tunaweza kuwazuia kwa njia gani kiasi ambacho kilikuwa ni bora kwao, na ndio maana kwa mechi pia ilikuwa ni ngumu kwa Azam FC pengine kupata goli kutumia aina wachezaji ambao walikuwa na
ilo jukumu la kuipeleka timu kwenye na kushambulia, kwa maana wale wachezaji wanne ambao nimewataja. Hili ni tu moja kati ya matukio ambayo pengine kila mtu alipokaa kwenye television ama uwanjani alikuwa anajua tayari Yanga anakwenda kuongoza, lakini Manula akakaa imara pale. Vipi, Manula is back eh? Kwenye record Manula ni moja kati ya magolikipa bora sana kwa kuokoa mikono ya penalti. Kwa hiyo unaweza ukaona alichokifanya na ukakumbuka huko nyuma nini ambacho aliwahi kukifanya akiwa na Simba. Mimi kwangu nikitazama kwenye hii mechi simtazami sana kwenye huo mkojo wa penalti, kwa sababu kwanza pamoja na kwamba aliokoa, lakini kulikuwa kuna, ukimwangalia alitoka mbali zaidi kutoka kwenye ule mstari ambao alikuwa anatakiwa kuwa. Kwa hiyo ina maana kama mwamuzi angekuwa makini, basi huo mkojo wa penalti ungeweza kurudiwa. Lakini kwangu mimi unaweza kumpongeza kwenye yale matukio mengine ndani ya uwanja, dakika zile 120 alifanya kazi kubwa sana ukiachana na mkwaju huu hapa. Kwa hiyo ni goalkeeper mzuri, nafikiri anampa mwalimu maswali mengi ya kwamba tunapoelekea kwenye ligi na michuano ya kimataifa sasa hivi nianze na nani. Foba amefanya vizuri na unafofana pia pale kwenye kikosi chako, alafu unaishi Manula ambao huko amekuja kukupa daraja tofauti. Mimi nafikiri hizi mechi za Mapinduzi ambazo Ibenge amesimamia Azam zitamfanya kuwa na mabadiliko makubwa sana kwenye kikosi chake, sio kwenye sehemu ya Manula tu, lakini hata kwa aina ya wachezaji wadogo ambao wamecheza wameonyesha ubora mkubwa zaidi kuliko baadhi ya wachezaji masini ambao wako kwenye kikosi cha Azam. Yes, tupo nawe mtazamaji, ni Viwanjani kupitia Azam TV, ukiwa nami Golgano Mwakalobo, niko nao hapa Michael Hiera pamoja na Philip Nkini, na tunachokiangazia kikubwa ni fainali ya kombe la NMB Mapinduzi, ambayo fainali imechezwa Gombani jana na kushuhudiwa Yanga akitoa ubingwa huo kwa mara ya 3. Mengi sana yalitokea na tunajikita zaidi katika mchezo huu. Hebu tutazame katika ubora wa wachezaji kwa upande wa Yanga. Philip Nkini, hakuna mtu ambaye ana mashaka na uwezo wa Pacome Pedro Zouzoua. Hakuna mtu ambaye ana mashaka na uwezo wa Maxim Pia Nzengeli. Hawa ni washambuliaji, wote ni viungo ambao wamekuwa chachu ya kila kizuri ambacho Young Africans anakipata katika uwanja. Lakini pia alionekana Dube sehemu ya kikosi cha Yanga, na kama ambavyo tumewatazama upande wa Azam, tumeona vijana walikuwa ni wengi, lakini safu ya ulinzi ya mwisho kabisa ile unakutana na sura kama Twalib Nur ambao humuoni kwenye ule uzoefu ambao kwa haraka tunasema wakati mwingine uzoefu unasaidia. Kwenye uzoefu wa daraja la kushindana na Pacome labda huoni hapo, lakini pia unarudi kwa Alawi, huoni kitu kama hicho. Unadhani ni mbinu tu ama vijana walionyesha uwezo wa kutosha kuchallenge hata kuifanya Yanga kushindwa kupata chochote kwenye open play mpaka ile additional extra time dakika 30 mpaka wanaenda kwenye mikwaju ya penalty? Moja, kwanza lazima umpongeze mwalimu, lazima upongeze mpango wa mwalimu ya kwamba anaenda kwenye mechi na wachezaji wa namna gani, lakini anawatuma nini kwenda kufanya. Kwa sababu ukiwatazama Azam, kitu pekee ambacho unaweza kukiona ambacho mwalimu alikuwa amewatuma wachezaji wake ni kwamba hakuna nafasi ya kuwaachia wachezaji wa Yanga wakae na mpira muda mrefu. Mwalimu wa Azam anajua ya kwamba mpira akikaa nao Pacome, akikaa nao Maxi, akikaa nao Dube ni hatari kwenye timu yake. Kwa hiyo angalia kwenye matukio yote wachezaji wa Azam walikuwa wanafika wawili au moja, yani kwenye zile nafasi ambazo unaweza ukaona ya kwamba Pacome anaweza akaanza kuchanganya kuondoka, hajapata nafasi hizo nafikiri mara 2 au mara 3 akiwa na uhuru wa kutosha. Hiyo ni moja ambayo iliwafanya wachezaji pamoja na kwamba na usinia wao kushindwa kupita kwenye yale maeneo muhimu. Lakini kingine, kwa wachezaji wengi ambao hawapati nafasi, yani ni nature. Yani mchezaji kama hapati nafasi au mchezaji ambao ni kijana anaelewa kabisa ili aje akapate nafasi ya kucheza mechi kwa mashabiki wengi kama hawa, ni lazima aongeze juhudi kwake kwa 100% kwenye hiyo mechi kumuonesha mwalimu ya kwamba ana uwezo wa kucheza kwenye timu yake. Yani hauwezi hapo ukaambiwa bwana nenda kafanye hivi, ukafanya tofauti afu kaja ukapata nafasi kwa nyingine. Kwa hiyo hii ni nafasi ya dimu kwa ambao mchezaji akitoka kwenye vyumba anajua kabisa ni sehemu yangu ya kwenda kujitengeneza
ya kwamba na mimi nipo kwenye timu, nalipwa mshahara, natakiwa lazima nije nikaonesha kwamba siku moja na mimi nataka kuwa kwenye kikosi cha kwanza. Hiyo hayo mambo mawili ya kwanza. Lakini kingine ambacho unaweza kukitazama kwenye hao wachezaji wote ambao unawazungumzia wa Azam ni ile nidhamu ya ulinzi. Yaani wachezaji wote wa Azam walikuwa na nidhamu nzuri sana ya ulinzi. Matukio mengi ambao walikuwa wanafika kuyafanya, achana na lile na ule mkwaju wa penalty ule ambao ulisababishwa, ambao saa nyingine unaweza kusema ni kosa la kibinadamu mchezaji anaweza akafanya uwanjani, lakini kwenye maeneo mengine mengi uliwaona ya kwamba walifanya kazi yao wakiwa na nidhamu ya kutosha. Mimi naamini kama mwalimu wa Azam atatoka uwanjani, alipotoka uwanjani leo akiwa anakaa na wachezaji wake anakuwa na furaha na kile ambacho wamekionyesha kwenye hii mechi, kwa sababu kwangu mimi naamini walitimiza wajibu wao kwa 100%. Ndio maana ya kumfikisha kwenye mikojo ya penalty ambao hakuna mwenyewe. Ukiona Aishi Manula aliokuwa mkojo wa penalty kwenye dakika zile za mwanzo, lakini huku akaja goalkeeper wa Yanga akaokoa mkojo mmoja wa penalty. Yaani huku hakunaga mwenyewe nani anaweza akafanya tukio gani. Kwanza walikuwa pungufu, kwa walijiongezea ile nguvu ya kupambana zaidi, ambao kwake yeye inakuwa ni sehemu ya kuendelea kujifunza. Anaweza kweli asiwatumie kwenye mechi zinazofuata, lakini akikaa nao kule kambini anajua kabisa ya kwamba hawa kuna sehemu walikuja kunifikisha mimi. Ndio maana sikuwaita kina Faisal kuja kwenye timu, sikuwaita wachezaji wengine ambao nilikuwa naamini ya kwamba wana uwezo wa kutuvusha, wa kupambana zaidi na Yanga. Inaweza kuwa ni challenge pia kitaifa Unamwona wewe ni kocha wa timu ya taifa, unamwona Manula kwenye performance ile, unamwona Mshei kwenye performance ile, una Suleiman kule kwenye timu yako performance ile, kuna Foba. Inaweza kuwa ni changamoto pia kwa timu ya taifa kwenye selection ya goalkeeper. Ni mtihani. Ni mtihani, lakini pia kwenye selection ya goalkeeper huwa unakuwa ni mtihani rahisi sana, kwa sababu hata wakati watu wanamzungumzia kuhusiana na Manula, nafikiri mwalimu aliwahi kujibu akasema hajapata muda mwingi zaidi wa kucheza. Yaani mwalimu hajawahi kusema ya kwamba Manula ni goalkeeper mbovu. Alisema ya kwamba ni goalkeeper wa timu ya taifa, lakini kwa sababu sasa hivi hajapata nafasi ya kucheza muda mwingi, basi ni wakati wake wa kusubiri wale wengine wacheze. Kwa Msheri mimi huwa kila siku naamini kinachomfanya Msheri asiwe national team ni kwa sababu pia hapati nafasi ya kucheza sana. Yaani kama ingetokea Msheri akacheza angalau 35% ya mechi za Yanga kwa msimu, alikuwa na nafasi kubwa zaidi ya kila mechi katokea mpata dakika hata kama zikawa angalau sio kila mechi. Yaani kwenye msimu Manula akipata nafasi ya kucheza mechi 10, msimu una mechi 30. Akipata nafasi ya kucheza mechi 10 tu zile za ligi au 7 au 6, at least hata 7 au 6, ana uwezo wa kumuonesha mwalimu kile ambacho anacho. Kwa nini? Kwa sababu Msheri sehemu zote unapokuja kumuona, yani kwenye yale matukio yote, nafasi yote anayopata Yanga walipita na kuna wakati walipita na clean sheet 5, si ndio? Msheri akiwa ndo anakaa golini kwenye ligi, na alifanya saves. Na alifanya saves, sio kwamba anakaa kwa sababu ana walinzi wazuri, hapana, anafanya saves ambazo zinaonekana. Kwa hiyo mimi naamini hawa magolikipa wote wawili ni magolikipa bora kwenye timu ya taifa. Yani Aishi Manula, Foba, Abu Twalib Msheri, yule Yona Amos, nafikiri ni kipindi cha wenyewe kupita, watapishana kutokana na jinsi ambavyo utapata nafasi, kutokana na jinsi ambavyo utaonesha performance yako bora zaidi. Kwangu mimi, kwa Aishi natamani nimuone pia kwenye mechi za ligi angalau 2-3, ili kuona ile hali yake ya kujiamini jinsi ambavyo imerudi na kile ambacho anacho. Simuoni nje ya timu ya taifa kama ataendelea na ubora huu ambao anauonesha. Na kwenye mjadala huo wa goalkeeping, ukijaribu kuangalia baada ya mashindano haya kumalizika, ama golikipa wawili wamepata game time ya kutosha kwenye hizo mechi ambazo wamecheza. Aishi Manula zaidi ya 2. Aishi Manula pamoja na Msheri. Na pengine hata wakati natolewa tuzo ya golikipa bora kwenye NMB Mapinduzi Cup, kila mtu alikuwa anasubiria kwamba tuzo inakwenda kwa nani. Yaani unaona mpaka mwisho unajua kila mtu anajiuliza kwamba atachukua Msheri ama ataichukua Aishi Manula. Lastly akachukua Aishi Manula kwa kuangalia kile ambacho amekionyesha kwenye mashindano. Watu wakaenda mbali. Unajua kwenye eneo la goalkeeping ni kama tumejizoesha hivi kwamba tunaangalia zaidi clean sheet na vitu vingine kuliko kile ambacho mchezaji amekionyesha kwa ukubwa wake. Aishi hakuwa na clean sheet nyingi kama ambavyo alikuwa nazo Msheri kwenye mechi zake ambazo amecheza. Mechi ya kwanza nakumbuka Yanga ameshinda goli 3-0 dhidi ya KVZ. Mechi ya pili Yanga ameshinda goli 1-0 dhidi ya TRA. Mechi ya tatu ameshinda 1-0 dhidi ya Singida Black Stars. Mechi hii imemalizika dakika 120 hajaruhusu goli. Maana yake Msheri ana clean sheet 4 ambazo amezipata. Aishi ni kwake ni story tofauti kwenye issue ya clean sheet.
Kwa nini? Kwa sababu mechi ambazo amecheza, mechi dhidi ya Singida aliruhusu goli, kwenye mechi iliyofuata pia dhidi ya URA timu iliruhusu goli, kwenye mechi dhidi ya Simba pekee ndio ambayo walimaliza hawajafungwa goli. Mechi hii naye pia amemaliza akiwa na clean sheet nyingine. Lakini story ikawa sio tena clean sheet. Tunaangalia nini ambacho umekionyesha ukiwa kwenye eneo la goalkeeping. Tuzo imeenda kwa Aishi Manula. Ni story nzuri kwa sababu unasema ni return of Aishi Manula. Unategemea kumuona akiwa kwenye ubora huo, pengine arudi kwenye nafasi ya kucheza zaidi, ili utakapokuja kupiga story tena za kuhusiana na goalkeeping kwamba tuna changamoto ya goalkeeper, tumekwenda na goalkeeper ambao pengine imani ni kama inakuwa ndogo kwamba kweli ataweza kuivaa viatu vya Tanzania 1 ama atakuwa ni goalkeeper ambaye ni sahihi kwenye eneo la goalkeeping, kwenye kufit kwenye kila kitu. Tukiwa tumesalia katika mjadala wa swala hili Michael Hiera, kulikuwepo mzozo, amini mabadilishano ya maoni, sio fujo kwenye tukio la penalty hili. Manula alifanikiwa kucheza hii penalty. Wapo waliokuwa na mashaka kwamba Manula alianza kuondoka mapema kwenye mstari. Mkini amegusia hapa kidogo. Amegusia sahihi kabisa. Japo mimi niliona tofauti. Na kabla sijasema mimi niliona nini, natamani niseme wewe Hiera unaona nini. Kwa tukio hili hapa. Tunamwona Manula aliposimama, yupo ndani, amevuka goal line hapa kwenye tukio hili, lakini bado mwamuzi hajaamua hapo. Kwa hiyo na kikanuni akikaa pale yuko sawa. Pale ana shida. Yuko sahihi, yuko ndani. Okay. Angekaa mbele ndo ana tatizo. Mwamuzi anaruhusu penalty pigwe, Manula yuko pale. Ndio Kome anajipanga, baada mwamuzi anatuliza huko na anatangaza hii penalty sasa. Manula anasogea, kikanuni naona iko sawa. Mimi kanuni inavyosema kwenye upigaji wa penalty, mlinda mlango wakati penalty inapigwa, mguu wako mmoja ubaki kwenye mstari. Ndicho ambacho pia kimeonekana. Kwa hiyo unavotoka ndani mguu kushoto ukakanyaga mstari. Yes, kwa sababu nyuma ilikuwa ni kwamba miguu yote miwili iwe ipo kwenye goal line, ule mstari ambao unapita kwenye goli pale chini ambao una rangi nyeupe. Lakini usiwe umeenda mbele ya mstari wa goli ama upo nyuma ya mstari wa goli. Kwa sababu ukiwa nyuma ya mstari wa goli, wewe utakuwa unamuibia anayepiga penalty. Wewe utakuwa na step za kupiga kabla hujaenda kufanya hiyo save. Kwa sababu utakuwa unatokea nyuma, yeye anaweza akawa anapiga hatua zake na una move hadi unafika kwenye ule mstari, unapata faida ya kwenda kuokoa hiyo penalty. Lakini kilichofanyika kwa Aishi, kabla wote wanajiandaa, kwa sababu golikipa anajiandaa kusave, mpigaji anajiandaa kupiga. Bado tukio la upigaji, yani ile mpira unavyoondoka, kwa sababu hukumu itatoka wakati mpira unatoka kwenye ile doti ya penalty. Okay. Ni kama sheria ya offside kwamba mpira unavyoondoka ndio tunaangalia ulikuwa wapi. Kwa hata kwenye tukio la namna hii pia kwenye pigo la penalty tutaangalia wakati mpira unatoka kwenye mguu wa mpigaji wa penalty. Golikipa sasa unatakiwa uzingatie hiyo kanuni, kwamba kanuni inakutaka golikipa mguu wako mmoja, miguu yako yote miwili au mmoja, kwa sababu sasa hivi imerahisishwa kidogo kwamba mguu wako mmoja uwe kwenye mstari, mmoja unaweza kuwa mbele kwa ajili ya kujipa hiyo balance, lakini mmoja lazima uwe kwenye ile goal line ambayo itakufanya wewe uwe sahihi kudaka penalty ama ufungo. Kwa hiyo ukimwangalia Aishi kabla penalty ijipigwe, unamuona alikuwa nyuma ya mstari, lakini wakati Pacome anaenda kutake penalty kwenye kukick, unaona mguu wake upo juu ya mstari, save yake inabakia kuwa ni salama. Yes, kwa maana hiyo heshima Manula ibaki pale, alifanya sahihi. Na mimi sikuondoa heshima yake. Wapo watu walikuwa na mashaka. Mimi sikuondoa heshima yake, lakini alianza kutoa, na mimi nahitaji kurudia tena. Wanamhesabia alivyoanza kubounce kutokea ndani ya goli wakati anakwenda kupiga, lakini wanasahau kwamba alikuwa anakwenda kuweka mguu wake mmoja kwenye mstari. Kwa sababu sheria inasema itakapopigwa penalty mguu wako kwenye mstari. Kitu ambacho kilitokea. Yes, haya mtazamaji, bado tupo katika kuangazia NMB Mapinduzi Cup na tunatazama mchezo wa fainali kati ya Azam FC na Yanga Sports Club. Tukiwa tumesalia hapo tumetoka kujadili kidogo kuhusiana na penalty ambayo Manula ameisave hapo. Lakini kwa faida ya mtazamaji na mtu ambaye alikosa kushuhudia mtanange huu, japo kidogo tumpeleke katika hatua ya mikwaju ya penalty ile, tutazame jinsi ambavyo ufundi ulikuwa umeonyeshwa katika zile changamoto za mikwaju ya penalty kwenye hatua hiyo ya finali ya NMB Mapinduzi Cup. Mambo yalikuwa vipi? Nani alionyesha nini? Nani alipiga penalty ya ufundi kwa namna gani? Hebu tutazame jinsi ambavyo ilikuwa kwenye zile penalty 5-5. Hapa tayari Azam alikuwa tayari wamepiga 2
Yanga wamepiga moja na wote wamefanikiwa kupata, right? Yeah. Ulikuwa na muendelezo kwa sababu mbili zaidi alikuwa shapiga tayari. Yes. Yeye ndo akaenda akapiga. No, alipiga penalty nzuri sana. Nampigia ni Msheli ambaye amedaka sana ligi kuu akiwa na Mtibwa, sio mgeni. Na huyu alikuwa Prince Dube. Ni mmoja kati ya wachezaji ambao wamefanikiwa kufumania nyavu kwenye michuano ya Kombe la Mataifa Afrika. Alifunga ni Misri mjue. Na sio aliwafunga tu, goli la kiufundi. Yes, hii penalty hiyo. Kali eh? Ndio penalty ambayo Aishi Manula just did not move. It was powerful. Thunderbolt to the penalty. Struck to perfection. Oh, we are having a long night today. So let's wait and see who takes the other. It's shot number 4. Landry Zuzu, the man from Ivory Coast. We have seen an Ivorian miss a penalty today. And now another Ivorian, Landry Zuzu. Up against what a night! What a night for Ivorians! Landry Zuzu misses from the spot, just like his countrymen. Nyakati njema kwa Sheri, sio mara ya kwanza bora kwenye mikoja penalti kama hii, ana kumbukumbu njema sana kwa kuokoa mikoja penalti. Yanga advantage right now is for the young Africans. But can we have another hero? Oh, look at this. It's Paco Zouzoua again on number 2. Aishi Manula making himself big. Can Lightning strike again? Oh no, it can't. He went the right way, Aishi Manula. But the penalty from Zouzoua was heavy. Advantage Yanga. They lead by 3-2. And the prayers have already begun on the other side for the ice cream manufacturers. Kucheka na Aishi Manula, penalti safi yenye uzito wa juu, ndicho ambacho alipaswa kufanya kwenye penalti ya awali, lakini kwa sasa amefuta makosa yake. Is unmatched here in Pemba. Prayers for Azam. Sadio Kanute, former Simba player. Can he score? Let's wait and see. It's Kanute. That's easy for the Madian. Very easy. 3-3. He just walks away majestically. Sadio Kanute. Kika penalti safi ya lala mtoto, ndege wote wamelala. Kwa nini uko macho? Penalti nzuri sana ya Sadio Kanute. Aishi Manula. He's up. Wakati huu mali imekwenda upande mwingine, karuka upande mwingine. Tafsiri yake ya pass. He'll be trying as much as possible to be on the saving side. It's Mudathir Yahya up against Aishi Manula. Mudathir Yahya from Zanzibar. Mudathir hana muda, anakwenda kushambulia penalty. Mudathir fakes. Delicious. Delicious. And look at him pointing to the president and says, I'm here also. Good penalty. Very good penalty. Ya upande ule ambao ulikuwa na nyota wa Yanga ambao unatumiwa na Mudathir Yahya kujaza mpira ndani ya net. Ngita, if Ngita fails to score from this, then it will be Yanga celebrating. Ngita Kamanya anakwenda kucheza penalty ya mwisho ya 5. Kamanya is up against Msheri. It's Ngita. Ngita. Pause. Beauty. Good penalty. Here we go. It is the final kick. It is the final kick. The final kick. And this is where the pressure is on the goalkeeper to deliver.
also the player to score. Penalty safi murua kabisa. Yanga are looking for their third title of Mapinduzi. Mwamnyeto, the captain of Tanzania, has been given the task of scoring here. Aishi Manula is up against one of the best that Tanzania has produced in football. Mwamnyeto takes his time and scores! Yanga are the champions of Mapinduzi! They have broken from a long time, and finally Paris will still continue bringing silverware to the green side of Kariakoo. They are champions. Hiera, na hizo ndo zilikuwa shangwe. Philip Nkini pia penalty ya mwisho imepigwa na captain Bakari Nondo Mwamnyeto, moja kati ya mabeki bora sana, na amethibitisha pale AFCON na ameonyesha ni yule yule ambaye tulimzoea. Bakari Nondo Mwamnyeto hazungumzwi sana. Wanatajwa wengine wakiwa na kashikashi nyingi, lakini Bakari Nondo Mwamnyeto is there. Tunamzungumziaje Mwamnyeto? Bonge moja la beki, na kikubwa ni kabati lake linaongea. Amechukua makombe mengi akiwa na Yanga na medali za kutosha. Ameenda AFCON, tumeona kile ambacho amekifanya. Unajua wakati Mwamnyeto anaenda kwenye AFCON alikuwa anatajwa kama beki ambao atakuwa labda kwenye benchi asubiri wengine wacheze, lakini ameenda kwenye AFCON, ametuonesha ya kwamba ni mchezaji ambao ni tegemeo. Ndio kile nilikuwa nasema mwanzo. Nafikiri ni maswali mengine ambayo mwalimu wa Yanga anakutana nayo, ya kwamba huyu mtu inawezekanaje ameenda kwenye daraja kubwa zaidi, anafanya vizuri, lakini akiwa hapa hapati nafasi. Kwa hiyo hii ni alam kwake na kwa mwalimu, ya kwamba kuna kitu kikubwa ambacho Mwamnyeto anaweza akakupa ukiwa unamwamini. Kwangu mimi ni kati ya mabeki bora zaidi wazawa ambao wapo kwa sasa, kwa sababu Mwamnyeto anakupa vitu vyote. Ana uwezo wa kukaba, ana uwezo wa kucheza mipira ya vichwa, ana uwezo wa kuwatuma wenzia. Ameshakuwa na uzoefu wa kutosha kabisa sasa hivi kwenye ligi yetu. Kwa wale wachezaji vijana ambao wanacheza na Mwamnyeto, ukipata historia yao wanakuambia huwa wanaenjoy. Hawaenjoy kwenye mechi tu, mpaka mazoezini. Wanakuambia ni moja kati ya wachezaji ambao muda wote anaweza akakuita akakuelekeza kitu ambacho alikiona kwenye mazoezi ya wiki moja iliyopita. Akakwambia hapa ulichokuwa unatakiwa kufanya ni hivi na hivi na hivi. Lakini kwenye historia pia anatajwa kama mmoja wa wachezaji ambao wana nidhamu nzuri sana kambini. Yaani kutana na makocha wengi ambao mpita Yanga wanakuambia Mwamnyeto huyu hapa yupo. Yaani mazoezini, walimu wengi ambao mpita Yanga wanakuambia mazoezini ni nadra sana kumuona Mwamnyeto amechelewa, au ni nadra mnaanza mazoezi ndio anafunga viatu. Yaani huo unaoza aliopewa Yanga Mwamnyeto hajapewa kwa bahati mbaya. I think amepewa kwa sababu ya kile ambacho anakionyesha, na nafikiri ni daraja ambalo watoto wengi, vijana wengi wamekuwa wakipitia kujifunza kupitia kwake. Kwangu mimi nafikiri ana style hicho ambacho anakipata, lakini kile ambacho anakifanya lazima kiwe ni shule kwa wengine, kwamba wanatakiwa wamwige brother anafanya kitu gani. Hapo kwenye shule nimependa. Nilikuwa nataka kuhamia kwa Hiera. Kwa maisha ambayo Mwamnyeto ameishi nayo tangu afike Yanga, tunasema kuna ups and downs. Yeah. Kwa kuzingatia zile ups and downs, lakini bado yuko pale. Yaani tulitarajia tabia mpira, usipomwona mchezaji muda mrefu kwenye kiwanja anaweza akaja kuonesha mapungufu badala ya ubora aliokuwa nao. Kabisa. Mwamnyeto linaweza kuwa ni somo kwa wachezaji wa daraja lake wengine, ama wachezaji ambao wana ndoto za kuwa Mwamnyeto. Somo kubwa la uvumilivu na kujua unavumilia kwa sababu gani, lakini pia kuwa na ustahimili wakati ambao unavumilia hilo jambo ambalo unataka kuliachieve. Ukimwangalia Bakari Nondo Mwamnyeto, of course amepitia kipindi ambacho sio kizuri sana kwake kwenye career ya football. Inawezekana kwenye issue za nje ya uwanja, kama unakumbuka, na wakati alipata changamoto ya kifamilia ile ambayo sio ya uwanjani, ni issue za binafsi yake yeye mwenyewe za kifamilia baada ya kupata msiba wa mke wake, kama unakumbuka. Inawezekana ilikuwa ni moja kati ya vitu ambavyo nje ya uwanja ni factor ambayo inaweza kufanya pia ndani ya uwanja sio kwenye performance bora. Yaani hauwezi kutenganisha issue kama hiyo na performance yako kiwanjani. Unahitaji kuwa na mtu ambaye ana moyo mgumu sana kwenye kuhimili mambo ili kuweza kulikava kwa haraka na kwenda kwenye kile ambacho unatakiwa ukipata. Lakini ndani ya uwanja unaweza kuona pia amekutana na challenge nyingine kutoka kwa
aina ya madefender ambao wanacheza nao kwenye nafasi moja. Baka pamoja na Dickson Job wameonyesha kwamba wao katika nyakati ambazo waliaminiwa kupata nafasi kwenye eneo la center back hawajaiangusha timu. Wameendelea kufanya kile ambacho ni bora zaidi, wameendelea kupambana kwenye kiwango ambacho ni kizuri, na wameendelea kuifanya timu ya Yanga kuwa na ulinzi ambao umebakia kuwa ni imara. Lakini unapompa nafasi Bakari Nondo Mwamnyeto ameonyesha kwamba bado level yake ya ukomavu ni kubwa. Bench alijamwaribu kama ambavyo wachezaji wengi wanaharibikiwa na pale ambapo wanakaa kwenye bench. Yeye ameonyesha bado anaweza kuleta kitu ambacho ni kizuri zaidi. Pengine kile ambacho kimeonekana kwenye finali za AFCON kinaweza ikawa ni maswali mengine magumu kwa benchi la ufundi la Young Africans, kwamba kwenye eneo la center back tayari Yanga ilikuwa na duo ya watu wawili pale, Baka pamoja na Dickson Job. Lakini tuliona kitu ambacho kilienda kufanyika kwenye finali za AFCON. Unamwona Mwamnyeto amecheza kwenye mechi zote 4. Dakika zote ambazo Taifa Stars imecheza Mwamnyeto was there. Yaani alikuwa kwenye performance yake ilikuwa juu. Na performance yake ilikuwa ni nzuri kabisa kwenye mechi ambazo alicheza. Zote ambazo amepata nafasi. Pengine utamhukumu kwenye makosa kadhaa ambayo yamefanyika. Kwa mfano kwenye mechi dhidi ya Uganda pengine tunasema goli ambalo lilifungwa yeye alikuwa pale kama shuhuda kwenye ile tukio, lakini ni mpira. Kuna nyakati ambazo unaweza ka switch off, ni kawaida inatokea hasa kwa defenders. Ni ngumu kusema unafanya perfect kwenye dakika zote 90 za mechi. Sahihi. Lakini angalia nini ambacho amekifanya kwa muendelezo wake kwenye mechi zote 4 ambazo amepata nafasi. Lakini angalia pia kile ambacho yeye alikuwa anakitoa kwenye ile eneo kama kiongozi. Yaani sio tu mlinzi bali pia alikuwa ni mlinzi kiongozi kwenye ile eneo. Angalia nidhamu ambayo alikuwa nayo kwenye finali za AFCON. Auone kama alikuwa anahusishwa kwenye matukio mengi yale ambayo ya utovu wa nidhamu, aidha amecheza faulu ambayo ni reckless, yani hajajali kuhusiana na mwenzake na vitu vingine vya namna hii. Kwa hiyo yeye ameonyesha kwamba pengine bado anastahili kupata room ya kupata nafasi ya kucheza. Pengine kwa mwalimu wa Young Africans kwa sasa hivi kwenye siku za hivi karibuni, nafikiri Yanga kwenye uhalisia hata ambao unakuwa supported na namba, Yanga inabakiwa kuwa ni timu ambayo ina ukuta bora sana ambao hujayumba kwa muda mrefu. Kuanzia kwenye eneo la center back au watatu plus full backs ambao wameonekana kucheza kwenye kikosi cha Yanga. Ni ukuta ambao unakupa assurance kwamba timu itabakia kuwa salama kwenye matukio mengi na kwenye mechi nyingi ambazo atacheza. Sasa kiwango ambacho amekionyesha Mwamnyeto na kile ambacho kilikuwa inapatikana kwenye national team, unaweza ukawa unatamani muda mwingine mwalimu wa Yanga akopi kile ambacho kilifanyika national team, akipesti wanavorudi kwenye ngazi ya klabu, na sio dhambi, kwa maana kwamba anaweza karudi. Unamwona Mohamed Hussein alicheza kwenye mechi za AFCON. Unamwona Dickson Job alikuwa anacheza Mwamnyeto pamoja na Baka. Huu ni ukuta ambao Yanga amebarikiwa kuwa nao, lakini umecheza kwenye zile mechi zote. Sasa kwa nini usikopi ukaja kuupesti huko ukatafuta njia ambayo inaweza ikawa ni bora zaidi kwenye kuitumia? Inawezekana mwalimu sawa akawa na mipango yake kama coach, kwamba mimi sitaki kuwa na beki watatu wakati ambao atakuwa anacheza muda wote. Natamani kuwa na beki wawili wakati, then niwe na fullback ambao kuna wakati naweza nikatumia hizo fullback, kuna wakati naweza kutumia kama wingback. Lakini unasema kizuri ambacho kinaonekana kiufundi na unaweza ukakiapply pia kwenye timu kutokana na aina wachezaji ambao uko nao, pia ni rahisi kuingia kwenye hicho ambacho kinaweza kupatikana kiwanjani. Inaweza kuwa ni maswali mengine ambayo sasa hivi anajiuliza nayo. Unaona Yanga wamemsajili Frank Asink. Sio kwamba ni center back mbaya. Inawezekana Asink angeenda kwenye klabu nyingine zinazobakia ligi kuu, wiki in wiki out unamwona anavaa jezi yuko uwanjani anazima. Yaani ungemwona yuko pale anacheza kwenye kila mechi, lakini yuko Young Africans anakaa bench, alafu hamna mtu ambaye anauliza kwamba Frank Asink yuko wapi, au mtu anakuja kuuliza Bakari Nondo Mwamnyeto yuko wapi. Ni kwa sababu wenyewe tayari wana ukuta ambao unakupa kitu kwenye kila mechi ambayo anacheza. Lakini ni maswali mengine mapya ambayo mwalimu wa Yanga anauliza kwamba utakubali tena huyu ambaye amekuwa kwenye performance ya hivi karibuni kwenye form bora arudi huko akae tena bench tusubirie kumuona kwenye occasion nyingine aje tuoneshe kile ambacho kwa nacho, ama itakuwaje? Kwa nafikiri ni muda mwingine ambao unaweza kawa ni somo kwake. Lakini nafikiri pia inawezekana kwake akawa anatoa darasa kwa walinzi wengine. Mimi kwa mfano inawezekana tusipate tukio ambalo Baka lilifanya kwa mfano kwenye mechi ya jana. Baka ni center back mwingine ambaye anacheza kwenye ile eneo. Sahihi kabisa. Lakini muangalie matukio mangapi ambayo currently amehusishwa nayo ambayo anaonesha kuna eneo ambalo ni kama ajali kuhusiana na wachezaji wenzake, ama anafanya matukio ambayo wakati mwingine
yanaweza kaigharimu timu, kwa maana aidha kuonyeshwa kadi nyekundu ama wakati mwingine kukutana na tukio ambalo litamfanya kufungiwa kwenye mechi kadhaa. Kwa hiyo inawezekana akawa amtizame Bakari aone kwamba huyu ni nahodha ambaye anacheza kwenye la center back, lakini sio mtu ambaye anacheza rafu muda mwingi. Anacheza tafu, lakini katika malengo ambayo unasema nacheza na isaidia timu, lakini pia naangalia usalama wa watu wengine kwenye kiwanja. Maana yake kucheza rafu sio kitu kibaya, lakini unacheza wapi na kwa nia gani? Yani ile unacheza rafu, this is one for the team. Nikiacha huyu mkini anapita hapa, hamna mtu anakwenda kufunga huyu. Yani ile tumesimama tunangojea pasi. Anayezungumzia Michael sio rafu. Ule ni ukatili kwenye football. Yani unajua kulikuwa hakuna haja yoyote ya kufanya lile tukio. Yani kwanza kuna mchezaji anaweza akafanya mkini ametoka zake huko bado hajakomaa sana kwenye football, lakini kwa Baka alafu kwa matukio ambayo yanajirudia kila siku, mimi kwangu na mimi naona sio tukio ambalo kwa level yake anatakiwa kulifanya. Sawa, mwamuzi ya kuliona alimfuata mpaka na kibendera kwenda kumuuliza, naye akamwambia kwamba sijaliona hilo tukio. Lakini kwa marudio yale ya sisi ambao tulikuwa tunatazama kwenye television, linaonyesha ni tukio la kikatili. Yani uwezi ukamsupport mchezaji yote kwenye tukio lile. Unaweza ukawa kweli ni mchezaji bora, unaweza ukawa umeshapitisha timu yako kwenye nyakati nzuri, lakini naamini hata mwalimu wa Yanga kama akipata nafasi ya kurudia lile tukio akaliangalia mara 2 mara 3, ni nafasi yake kukaa na mchezaji wake na kumwambia kwamba kwenye hili haliruhusiki kwenye football, kwa sababu moja sio kuigharimu tu timu yako, unaweza ukagharimu pia uhai wa mchezaji mwenzako ambao sio kitu kizuri sana kwenye mpira wa miguu. Maana yake kwa mchezo wa kiungwana. Ya, lakini wakati tumemzungumzia Mwamnyeto, mimi naomba nimzungumzie mchezaji mwingine mmoja. Dakika chache sana. Imidi Mao kanifurahisha sana kwenye mashindano ya Mapinduzi. Yaani unajua mwanzo wakati Imidi anaenda kwenye Mapinduzi unahisi kama vile ni mchezaji fulani hivi anafika mwisho, lakini Imidi amekuja kutuonesha ya kwamba bado ile rumu ambayo tunaizungumzia kuna nafasi kwa mara nyingine. Kwa kizazi cha ambao hawakumshuhudia Tanzania. Sahihi kabisa, amefanya kazi kubwa sana. Project Azam hapa alifanya hivi. Jaribu kukumbusha. Yani Imidi amefanya kitu kikubwa sana ambacho mimi nafikiri pia ni alam tena kwa wale vijana ambao wanapata nafasi ya kucheza soka kuangalia hao Wakongo kile ambacho wanakifanya. Sawa, katika finali hizo Maxi Nzengeli, nyota kimataifa kutoka Kongo, ndiye aliibuka kwa mchezaji bora wa mashindano. Kwa upande wa golikipa Aishi Salum Manula ndiye alikuwa golikipa akichukua tuzo hiyo, lakini pia Jefte Kitambala Bola akaibuka kuwa mfungaji bora, mshambuliaji wa Azam huyu. Na kwa upande wa waandishi wa habari, Jamal Abbas Mohamed maarufu Dodi alibeba tuzo ya mwanahabari bora wa mashindano ya Mapinduzi Cup. Vipi, tumekubali? Alistahili. Yani alikuwa ana ubunifu wake wa tofauti kabisa kwa kweli. Yani na kile kispika chake tangazo. Kuna wakati aliambiwa arembue. Kuna wakati aliambiwa? Yani kuna wimbo alikuwa anaimba, nadhani alikuwa maeneo ya Darajani kule Unguja. Anaimba, ameshika anasikiliza. Bwana huyo mwamba huyo hapa. Jamal Abbas Dodi huyo hapa bwana. Bwana, popote alipo Dodi, mfikishieni salamu mnaofuatilia Viwanjani. Sasa hivi mimi namsubiri sababu tupo. Kuna wale tunaitwa wapambe. Sasa hivi ni mpambe smart, kwa hiyo karibu sana Jamal Abbas Dodi. Mambo kwa kifupi sana tukiwa tunaelekea break. Hebu niambie Mapinduzi Cup NMB ilikuwaje msimu huu? Michael Yera. Moja kati ya mashindano ambayo yalikuwa na kwanza ushindani, maandalizi ya kila ambacho kilikuwa kinafanyika kuanzia kwenye kila kitu, kuanzia kwenye zawadi, unaona kuanzia kwenye mechi za makundi timu zinapata zawadi kwa maana ya mchezaji bora, unaona na zawadi ambayo inakushawishi kwamba yes, hapa natakiwa kupambana next match nipate hiyo zawadi. Milioni moja watu wanachukua sana kwenye hatua makundi, inaongezeka inakuja milioni 2, na then kwenye finali mchezaji bora anachukua tuzo ya man of the match, lakini pia kitita cha shilingi milioni 3 anachukua man of the match. Kwenye zawadi zenyewe unaona kuna ongezeko kubwa la fedha ambazo anazipata bingwa milioni 150. Sio kiwango kidogo, ni kiwango ambacho unasema kina ushawishi timu kupambana na kupata kitu ambacho kitakuwa ni kuongezea tu. Kuna ligi chache sana Afrika, ligi za msimu ambazo mtu anapata kiwango hicho. Ligi za msimu, achana na hizi mechi 5. Hii NMB Mapinduzi Cup msimu huu inaakisi nini mwakani? Inawapa shule, lakini pia inawaonesha kwamba wana deni kubwa zaidi.
Kikubwa ambacho mimi nimekiona, Michael amezungumzia kuhusiana na kiwango cha fedha milioni 150 kwenye mashindano haya ambayo yanafanyika kwa muda mfupi hivi. Ni kiwango kikubwa sana cha fedha. Nafikiri wakati tunazungumzia kwenye vitu vingi, ndio sababu pia ya Yanga kuona kwamba wanatakiwa wale wachezaji wao ambao walishiriki kwenye michuano ya AFCON waende wakahakikishe timu inachukua ubingwa huu. Inawezekana ingekuwa kipindi kile cha nyuma wasingehangaika nao sana, lakini kutokana na kiwango cha fedha, kutokana na ule msisimko wenyewe wa mashindano jinsi ulivyo, ndio njia ambayo imewafanya hata Yanga wakafikiri hili. Lakini pia ukitazama sasa hivi ni tofauti na kipindi cha nyuma. Hata makampuni ambayo yamedhamini na kila siku yamekuwa yakiongezeka. Yaani sio makampuni mawili au matatu. Leo umeona kuna makampuni mengi sana yanakimbilia kwenda kudhamini mashindano. Kwenye mashabiki yamefanyika sehemu mbili tofauti, lakini unaona kila sehemu bado ulikuwa kuna mvuto. Kule kwenye uwanja wa Amani, hapa kwenye uwanja wa Gombani. Ukiangalia idadi ya mashabiki ambao wameingia hapo, unaweza ukasema ya kwamba ulikuwa unatazama labda ni dabi ya Kariakoo au mechi nyingine ambayo ni kubwa zaidi. Kwangu mimi nafikiri ya kwamba ni mashindano ambayo yanaendelea kuwapa deni. Najua watakapokuja mwakani watakuja na kitu kipya zaidi, lakini watakapokuja mwakani mashabiki pia nao watakuwa wanatamani kupata kitu kipya zaidi. Hii quality ya wachezaji ambao wameenda kushiriki kwenye haya mashindano, aina ya timu ambazo zimeshiriki, ukitazama zile timu ambazo zinatoka Zanzibar zimekuwa na wachezaji tofauti, yani wachezaji wake ni timu ambazo zimeingia, mbili za Zanzibar zilikuwa hazijawahi kushiriki kabisa. Wale Mwembe Makubi nafikiri na Fufuni walikuwa hawajawahi kushiriki, lakini wameonyesha ushindani mkubwa sana. Mlandege ambao walikuwa wanapewa nafasi kubwa hawakuweza kuperform sana, lakini nafikiri ni bado ni picha kwao ya kwamba msimu ujao wanatakiwa wafanye vizuri. Wageni URA tumewaona wamekuja na wenyewe wakasema kwamba tumeondolewa, lakini tuna nafasi ya kwenda kujipanga zaidi kuhakikisha kwamba tunakuja kuchukua ubingwa kwenye kipindi kijacho. Kwa mimi nafikiri deni kubwa linabaki kwao sasa. Yaani deni halibaki tena kwenye zile timu ambazo zimeshiriki. Deni linabaki kwa waandaji kuhakikisha kwamba mashindano yanayokuja yanakuwa bora zaidi kuliko haya yalivyo sasa hivi. Bana, asante sana. Hii ni Viwanjani, bado tupo nawe na ndo kwanza lisala kwanza linakatika, ni mpaka saa 6 kamili mchana. Tulikuwa tukiangazia NMB Mapinduzi Cup. Bado tupo na wewe. Uko nami Gwa Lugano, Mwaka Lobo, niko naye Michael Hiera, niko naye Philip Mkini. Uwanja ugenini leo. Nipo uwanja wa nyumbani, lakini vile vile unajua kikanuni tu. Tutaendelea, tupo hapa.